vyombo tofauti tofauti, Mungu, wakielekea makazini, wengine wakiwa sehemu mbalimbali. Baba wa mbinguni, ninaombea mtazamaji wangu kipindi hichi kinapoenda kuanza cha ibada hii, katika hali yake ya kuisha, wacha matatizo yake yakaishe, wacha shida zake zikaishe, wacha baada milango mipya kafunguliwe, wacha anga mpya kafunguliwe, wacha mbingu mipya zikafunguliwe, na mkono wa Bwana ukawe juu yake, na uweza wa nguvu za Roho Mtakatifu zikapate kumsaidia. Uwepo wa Mungu uwe pamoja naye kwa kila matumanio alionayo na mahitaji alionayo. Bwana Baba, ninauliza mkono wako Mungu uende moja kwa moja kwa msikilizaji, kwa mtazamaji, ukamtendee jambo jipya. Kuna muujiza na ngojea, kuna kitu anasubiri, kuna hatua anasubiri. Baada wa mabwana, ninakuomba kwa jina lako na kwa nguvu zako na kwa ufalme wako ulio na nguvu na uweza, ukamsaidie mtazamaji wangu, ukamwokoe mtazamaji wangu, ukamtetee mtazamaji wangu, ukampiganie mtazamaji wangu, ukamponye yule aliye pale nyumbani anatazamia uzima, anatazamia uponyaji, ameumia siku mingi, anauliza itakuweje. Maandiko yanasema ya kwamba naye Mungu alituma neno ili kwamba lije likuokoe. Unaokolewa ukiwa kwa kitanda, unaokolewa ukiwa gerezani, unaokolewa ukiwa katika shida, unaokolewa ukiwa katika mikono hatari ya adui, unaokolewa. Na achilia neno la Mungu asubuhi ya leo likufate mahali ulipo, katika hali yote ulio. Hili neno linaweza na utaenda kuokolewa. Bwana Yesu ni asante. Pokea sifa njema, pokea sifa na utukufu kwa ile kazi ambayo unaenda kuifanya, Mungu wetu. Asante kwa sababu ya vipindi vyote vya asubuhi, hata na ibada ya yuthi na hata ibada ya meni, vipindi za sifa, vipindi vya mabudu, vipindi vya matangazo. Bwana Yesu, na vieka wafu mikononi mwako, ukabariki kila nafsi itakayoingia katika hekalu siku ya leo na kuabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu, ninakushukuru maana kufika tulipofika ni kwa uwezo na nguvu zako. Asante kwa kuwa Mungu wetu, asante kwa kuwa mwongozo wetu, asante kwa kuwa nguvu zetu, asante kwa kuwa kila kitu chetu. Pokea sifa na heshima na adhama na utawala, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba. Watu wote waseme amen. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Lisa kama hili basi, nachukua fursa njema hii tena kuwashukuru wote walioko ndani, walio njiani. Kuna kamvua ambao ni baraka yetu kuu sana. Hapo awali tumekuwa tukilia tukisema kuna joto, tulikuwa tukisema jua, na Mungu akasikia kilio, akasikia maombi, akaeka mvua. Na bado kwa wengine hiyo mvua inakuwa pia ni kero. Sasa sijui kama watu wanatakaje. Wakati wa jua ni shida, wakati wa mvua ni shida. Sielewi. Kile ninachoelewa ni Mungu anafanya mapenzi yake kwa wakati wake. Sema amen. Haleluya. Na kwa sababu hiyo ninaomba mtazamaji, tuende moja kwa moja. Leo tunataka kuangazia aina moja ya mtu au tabia moja ya muabuduji. Mtu anayeabudu wana tabia. Hapo awali nilifundisha tabia za watu ambao wanapasa kufanya ibada, au kwa njia moja nitasema mwokovu. Mtu yeyote ambaye anafanya ibada, kwa ulimwengu wetu sisi tunawaita wokovu, lakini pia kuna Waislamu wanafanya ibada, kuna Wahindi wanafanya ibada, lakini naongea kile ambacho ninakijua au kule ambako tuko. Haleluya. Na leo ninataka tuangazie karakta moja and the personal characteristics of a worshiper. Tuna nukuu mtu mmoja ambaye amenigusa sana katika Biblia. Hawa characters au viumbe katika Biblia waliekwa pale kusudi mtu ujifunze kwake.
Tukiongea habari ya Lazaro, wajifundishaje? Lazaro ni nani kwako? Lazaro amekusaidiaje? Habari ya Lazaro imekusaidiaje? Tukiongea habari ya Abrahamu, mambo ya Abrahamu yamekusaidiaje? Tunapongea habari ya Musa, si hadithi, sio story tu, lakini lazima kwa kila karakta ndani ya Biblia okota mmoja, mwanzie mwanzo mpaka ufikie mwisho, uone huyu mtu maishani mwangu. Kwa maisha yangu Yusufu ni nani? Kwa maisha yangu Musa ni nani? Kwa maisha yangu Abrahamu ananisaidiaje? Ananichocheaje? Ananifundisha nini? Tabia zake, mwenendo wake, vile alivyokuwa anafanya ibada, alivyotembea na Mungu, mimi inaniongezea wapi? It's not a matter ya kushika Biblia na kusema maandiko yanasema. That is not enough. Na kwa sababu tumekuwa tukiyaita maandiko, haitusaidii. Maandiko yanasema na neno la Mungu liko hai. Liko hai, neno la Mungu liko hai. Maana yake ya kwamba liko hai, basi lina uzima, linasaidia, linaweza. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Sasa leo katika wale watu wa kuabudu au wokovu, nataka naangalie one of the characters in the Bible under the personal characteristics of a worshiper. Niangazie mtu mmoja anaitwa one person ambaye anaitwa Mary. Anaitwa Mary na mwingine anaitwa Mary na Martha. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Tunataka kuangalia watu wawili, Mary na Martha. Hawa wawili walikuwa maumbu. They were cousins. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. They were cousins, Mary and Martha. Tunapofika katika masaa ya kufanya ibada and a personal relationship, tabia binafsi za mtu na Mungu, tabia za ibada, wewe na Mungu wako, ushirika wako uko vipi? Tunataka leo tuangazie, mtazamaji, Mary na Martha. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Na tunatoa nukuu hizi kutoka kwa Luka mtakatifu 10 mlango wa 38. Tutasoma kwa refu hadi 42. The book of Luke 10 from verse number 38 all the way to 42. Tuangalie historia hii na sote tukajifunze katika mambo haya, maana huu ndo halisia kabisa wa Kristo wa leo. Maandiko yanasema hivi: kawa katika kuenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na dada yake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu, akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi, akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo dada yangu alivyoniacha nifanye kazi peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hatanyang'anywa. 42. Hallelujah. Thank you very much. Tunataka kuangalia karakta hizi mbili. Hawa ni waumbu, tena wanaishi
nyumba moja, mtu na dada yake, lakini tabia zao, ushirika wao na Mungu ni tofauti. Unaweza ukawa wewe na bwana yako, unaweza ukawa wewe na dada yako, unaweza ukawa wewe na ndugu yako, mumezaliwa pamoja, maishi nyumba moja, rumu moja, lakini mkawa na ushirika tofauti. Vile mimi ninavyojipeleka kwa Mungu, ushirika wangu na Mungu na wewe ni tofauti. Hii kuzaliwa tumbo moja haijalishi, maana mambo tunayoongelea hasa ni ushirika wa kiroho. Hauna ushirika wa damu na mwili. Hata mke wako mwenyewe unaweza ukarauka wewe kanisani na yeye akawa hana habari ya mambo ya kurauka. Unaweza ukawa wewe mwokovu na yeye akakataa kuokoka, maana wokovu ni personal relationship. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Na hapa napo ndipo panaleta uzushi katika manyumba na familia, maana watu wengi hawajui ya kwamba salvation is a personal covenant and commitment between mimi na Mungu aliyeniumba. Nikikosa kumjua Mungu, maandiko yanasema ya kwamba ninaitwa mpumbavu. Maandiko yanasema wapumbavu husema mioyoni mwao ya kwamba hakuna Mungu. Watu wale wapumbavu, maandiko yanasema mpumbavu. Siwezi badilisha hiyo. Mwingine akasema na wahubiri mna matusi. Hapana, Biblia ndio imesema mpumbavu. Biblia inasema mpumbavu na mjinga, hawa ni watu wawili tofauti. Ni tabia, ni watu lakini tabia. Tabia ya mpumbavu na tabia ya mjinga ni vitu mbili tofauti. Mjinga ni mtu ambaye hajui kitu na hajui kiukweli. Hii ni meza, anaiona ni meza. Matumizi ya meza kwa mjinga sasa, matumizi ya meza, anajua ni kuweka vitu juu, kuweka chakula kula, kupiga pasi. Hiyo ni matumizi ya meza. Hapo ndo anajua peke yake. Mjinga anaweza akafanya makosa, nyinyi nyote mkona ni makusudi, lakini yeye ako genuine, yani ako innocent. Yani mimi sijui, nyinyi mnadhani ninajua kwamba hili nalolifanya ni makosa. Mimi sijui. Ufahamu wangu umenifikisha hapa ya kwamba hii kazi yake ni hiyo. Zaidi ya hapa, kama unajua kwamba ina matumizi mengine zaidi ya kuwekea Biblia, ni wewe. So huyu ni mjinga. Innocent character. Innocent character. Siku yangu ya kwanza kuajiriwa kazi ofisini, nilienda nikakuta dispenser imewekwa hapo na ile chupa imewekwa juu ya maji. Dispenser, kuna ile chupa ya maji. Unaenda pale, kuna mifereji mbili. Hii imeandikwa hot water na hii ni cold water. Sasa maji kanywewa, hata mimi nikataka kujua ni nini. Mtu anachukua sukari, anaweka kwa kikombe na kahawa na kijiko. Anaenda pale kwa maji moto, akifanya hivi inajaa kikombe, anakoroga, anakunywa. I was so much interested in that. What is this? Chai. Mimi nilipotoka ninajua chai ni bandikwe kwa sufuria na moto wa kuni, ichemuke, tokote majani, alafu ichujwe na kichungio, tukunywe chai. Nimefika kwa ofisi, ninaona mtu anachukua tu majani ile ya kwa kapakti, anafanya hivi. Ninauliza what is this? So mara ya kwanza nikaambiwa niletee tea bags. Nilienda kachukua hiyo pakiti nzima, kamletea, akanambia I just want tea bag. Sasa sikuwa najua ndani nini. Mara ya kwanza aliponambia nitengeneze chai, nikachukua hiyo tea bag, nikaipasua, kamaga ndani, kachukua sukari, kaeka, nikachukua maziwa. Maziwa inachemshwa na kettle. Kule kwetu ni tupasue tuweke kwa sufuria. Huku nikaona kuna jug buli, lakini la kizungu. Linachemsha, ikifika masaa yake nakata. Na unachemsha na pakiti yake. Alafu ndio unakata pakiti uweke size ile unataka.
Mara ya kwanza nikienda jikoni, nimeajiriwa kama messenger, nikakata maziwa nikamimina kwa buli. Akaja yule aliyekuwa amenipeleka hapo kazini akaniambia, no, not this. Hii hawatakunywa hii. Sasa hiyo hawatakunywa kwa sababu simekuwa contaminated na ile hiyo jagi ya plastiki. Hiyo mimi nikasema nimeangukia. Nikamwambia tena isionekane, usije ukaletewa shida. Mimi kwangu nimeangukia. Mimi nilikuwa ni mjinga, si mpumbavu, because nafanya vitu ambazo naona ni sawa lakini kumbe si sawa machoni pao. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Nilipoeka hiyo tiba kwa kuikata, nikaona nikikoroga imejaa nini? Majani. Nikamuuliza huyo mtu, sinipate kichungio? Hakuna kichungio hapa, tayari hicha imeharibika. Mimi kwangu nikakunywa. So I was learning. Ikafika masaa, bosi akaniita, akanambia hakuna maji pale, badilisha chupa ya maji. Chupa zilikuwa mali zimewekwa mingi, hii chupa mingi kubwa. What I did, nilienda nikachukua ile dispenser zima na chupa yake juu, na ingoa nipeleke. Sijambiwa, I've never seen it, sijaona. Kwa hivyo mimi si mpumbavu, mimi ni mjinga. Akanambia no, chukua tu hii ya juu iliyomalizika maji. Nitangoa, niliona wapi? Nitangoa, niliona wapi? Akaningolea, akanipa, akanambia kachukua ile uje weke. Sasa makosa aliningolea, akanambia kapeleke empty bottle. Chukua chupa kubwa iliyojaa. Na hakunambia inatobolewaje. Sasa shida. Nikaenda kaiangalia hivi. We are waiting. Nikaangalia. Aliyenifanyia orientation ya messenger hakunambia hii chupa hapa ukiweka kidole, hata usiweke kidole, yenyewe uibebe hivi. Ikiwa hivyo, katika hiyo dispenser kuna kanobo hapa, elekeza hapo, kidunga hivi kale katachomoka. Hakunambia. Sasa kama ni wewe ungefanyaje? Sasa nikaanza kungangana kufungua mtungi, na ngangana nafungua mtungi, nikangangana mtungi aufunguki. Hey, dispenser nimebeba, nimepeleka kule. Akaja akanambia this is not the way to go. Nikabidi nikaambiwa regesha dispenser, nikaregesha dispenser, nikedunga pale. Imagine ninangoa dispenser ikiwa on. Tofauti ya mjinga na nini? Na mpumbavu. Lakini kukaja mtu akanisaidia. Leo sasa na dispenser yangu. Unaona? Na siku ya kwanza kuingia ofisi ambazo zilikuwa zina computer. Kule nimezaliwa, we've never seen a computer. Na vile kule inaongelewa huko mashambani. Computer. Hey, unasikia? Computer inapeleka paka gari yenyewe. Tulikuwa tunaambiwa hivyo, computer inaweza kapika, ukiingia mahali popote computer inakuangalia. Sasa siku ya kwanza kuingia kwa ofisi, computer zilikuwa ni zile za vitumbo. TV wakati huo ilikuwa ni za vitumbo, zile zinafanya hivi. Sasa nikaona ofisi imejaa hizo, nikasema TV kila mahali, TV kila mahali. Waliponambia hii ofisi ni makompyuta matupu, nilikuwa ninaogopa paka kwenda chooni. Maana ninaambiwa kila mahali unaonekana. Nilipoambiwa kuna CCTV, sasa nikawa paka chooni, nilikuwa naogopa. Ninatoka kwa hiyo building niende kuangalia building nyingine, kwa sababu nimeambiwa kila mahali naonekana. Na hivi najua naonekana. Nikaona paka tumekewa paka chooni. Mimi niliteseka. Na describe mjinga, kwa sababu sijapata mtu wa kunambia kunaendaje. Mpumbavu ni yule anajua kabisa ukweli. Hii chai, hii ni tea bag, haifai kupasuliwa. Hii ni maziwa, inafaa itokoswe ikiwa kwa pakiti. Anafahamu, halafu I ignore. These are two different characters. Ndio maandiko yanasema mjinga au inasema mpumbavu? Inasema ni mjinga au ni mpumbavu? Inasema mpumbavu husema moyoni mwake ya kwamba hakuna nani? Hakuna Mungu. Ni mtu aliye na ufahamu ya kwamba nilizaliwa, niliumbwa, kuishi kwangu, kila kitu changu ninaanza na Mungu. Anipe uhai, anipe uzima,
anipe kwenda kurudi, kunilinda, lakini ifike masaa aseme nitafanya mambo yangu, nitayapa priority mambo yangu, nitayapa kipaumbele mambo yangu, mpaka huyu Mungu kwangu si kitu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Sasa characters hawa wawili watatufundisha kanisa la sasa. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kitu ya kwanza katika maandiko tuliyosoma Luka 10 number 38 to 42, those with difference, tofauti, tunataka kuangazia tofauti hawa watu wawili. People who does not want to be in relationship with God. Hapa kuna moja anapenda ushirika na Mungu na kuna moja hana ushirika na Mungu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Mmoja ana ushirika wa karibu na Mungu na mwingine hana, lakini wote ni wokovu. Wote ni wokovu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Martha, Yesu alipoingia tu kwa hiyo nyumba, maandiko yanasema alichagua kukaa kwa miguu ya Yesu, asome, aongozwe, afundishwe, ajue njia za Mungu, kumuishia Mungu, kutembea na Mungu, kumwabudu. Akatengeneza ushirika. Alichukua muda wake mwingi akakaa na Mungu, maana alitoka kwa Mungu, maana ameumbwa na Mungu, na najua hakuna lolote anaweza akalifanikisha bila Mungu kuingilia kati. Pasipo Mungu yeye si chochote. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Lakini Martha akachagua kuwa busy na mambo yake kuliko Mungu. Kufikia hapo nitakupa statement moja inasema, it's wrong to be busy for God. Write it down. It's wrong to be busy for God rather than being busy with God. Sijui kama unaelewa hii statement. It is wrong, very wrong. Christians, it is very wrong to be busy for God rather than being busy for God. You'd rather be busy for God. Hallelujah. It is wrong to be busy for God rather than being busy with God. Inamaanisha nini? Ninaposema you are busy with God and you are busy with God, hapa nitafafanua. Kuwa busy with God ni kuwa na ushirika wa moja kwa moja wewe na nani? Na Mungu. Una muda na Mungu, una muda na mambo ya Mungu, una muda na vitu za Mungu. I'm busy with my God. Nikisema I am busy for God, that means ninapenda tu matunda, baraka. Napenda vitu za Mungu, mazao, matunda ya Mungu. Hallelujah. The miracle seekers. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Mtu anaweza akasafiri hapa akaenda paka Uganda, akatoka hapa akaenda paka Nigeria, akatoka hapa akaenda mbali, akatafute Mungu. Si kwamba akamwabudu, ninaenda kutafuta maisha, sijapenya, sijapata hichi, sijapata hichi. Mtu kama huyu, is he busy with God or busy for God? Busy for God. Atatafuta baraka, atatafuta miracles. Hana ushirika wa moja kwa moja yeye na Mungu. Ndio unaona Martha na Mary ni tumbo moja, ni maumbu, ni makazi. Lakini Yesu, mbingu ilipoingia kwa nyumba ya wokovu, ulipoingia kwao, mmoja alitaka awe karibu na Yesu, akakaa miguuni akisikiliza maneno ya Yesu, akifundishwa, Yesu akimfundisha vile wokovu uko, ushirika wa yeye na Yesu ukawa mpya.
akajipeleka kwa Mungu, akajisongesha kwa Mungu. Mungu naye akashuka kwake, wakatengeneza ushirika, wakatengeneza anga. Martha, tangu saa ile Yesu aliingia kwa hiyo nyumba, maandiko yanasema alihangaika, akachukua vikombe, alihangaika, akachukua vibakuli, akaosha, alihangaika. Maandiko yanasema akapika chai, akaosha nyumba, akapiga deki, akatandika kitanda, akafuta makochi. Yesu ameingia, yeye anahangaika. Maandiko yanasema alipoona Mary amekaa, alipoona Yesu hamshughulikii, akamfuata tena, akamuuliza Yesu, huoni vile ambavyo mimi ninahangaika? Tangu ulipoingia mimi napika chai, tangu ulipoingia mimi naosha vyombo, tangu ulipoingia napiga deki, tangu ulipoingia Yesu mimi nafanya hichi na hichi. Hauwezi ukamwambia huyu mwenzangu akanisaidia. Yesu akamwambia, Martha, Martha, Martha. Alimwita mara 2 kwa 3. Akamwambia huyu Mary amechagua personal relationship na mimi. Huyu ni yule ambaye anataka kunijua, anataka kuniona, anataka kuwa na ushirika, aniabudu katika roho na kweli. Huyu hatafuti vitu zangu, ananitafuta mimi mwenye vitu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Mmoja alikuwa anatafuta vitu za Mungu, mwingine anatafuta mwenye vitu. Wakati wowote ukiwa mtafutaji wa Mungu, hutakuwa mhangaikaji, kwa sababu Mungu uko naye. Ukipungukiwa namwambia I'm here. Personal relationship. Na kanisa, 85% ya church, they are miracle seekers. Hawana ushirika personal wao na Mungu wao. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Hawana muda wao na Mungu wao, hawana ibada wao na Mungu wao, hawana. Lakini Mary akachagua kuwa na ibada ya yeye na Muumba wake. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Inatufundishaje leo? Inatufundisha watu waanze kurudi kutafuta Mungu wao wenyewe. Haleluya, haleluya. Ndio naona juzi nilipata mtu mmoja hajaolewa, amegonga sasa 39. Akanambia nimeenda kwa nyota. Nikamuuliza nyota ni nini? Mimi nikajifanya sijui. Nyota mimi niliona ni nyota fund. Akanambia pastor, mimi nimeenda kwa nyota na sijapata, mara 6 kwa nyota. Nikamuuliza nyota fund, hujapata nyota fund? Na vile rais anatembea kisiganya, akasema si nyota fund, ni nyota ya kuolewa. Nikamwambia utapata mwezi. Utapata nini? Mwezi. Huwezi ukaenda, hata ameenda kanisani amwambie pastor nipe nyota. No, nani alikwambia pastor anaweza kupeana nyota? Who told you that? Nani alikwambia mchungaji hawezi akaponya mtu? Ni Mungu anaponya mtu kupitia imani ya mtu. Yesu anakuja anamwambia imani yako. Nyota unaipata wapi? Zimewekwa kwa room, ukifika na power. Akasema nimeenda ibada ya kwanza ya nyota. Sitakwambia alienda wapi, hata pengine alikuja hapa. Alienda ibada ya kwanza ya nyota, anasema siku 5, akakaa hapo, wiki kaisha. Akaambiwa ukifika Tangara. Alipofika hata kukaingia mchanga. Hata ule mchumba aliyekuwa naye wakakosana. Akafunga safari tena, akasikia enda tangazo, akaenda tena siku 5, akaenda nyingine siku 5, ameenda mara 7. Na alipokuja na uchungu anasema nimetoa, zinatoaje, sacrifice, dhabihu ya kumhonga Mungu ampe nini? Nyota. Hajapata nyota. Nilipokaa naye nikamsikiza, nikapata shida. Yeye si mwokovu, hajaokoka. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Shida nilipata, nikamwambia siwezi kukuombea, nitukae nijue matatizo. Maana kukata mti si suluhisho, lakini kung'oa mti. Yesu alisema kila mti usiopandwa na Baba tutaung'oa. Hakusema tutokata. Maana ukiukata, kitabu cha Ayubu kinasema kuna matumaini kwa mti uliokatwa kumea tena. Sasa deliverance is about uprooting. It's not about pruning. Once you prune, hiyo shida ukigonga juujuu itaenda
Huyo mtu atasema nimefunguliwa, lakini muda utamsikia ile shida imerudi. Hapa shida ni watu wawili. Shida ni mhubiri mwenyewe hakumwambia ukweli ya kwamba hapa unafaa, imetoka hii pepo, lakini funga mlango huu. Deliverance is about kung'oa spirit iliyowekwa, halafu uweke spirit nyingine ya Mungu sasa. Na mimi nikikupa spirit ya Mungu baada kwa nimeng'oa ile inakusumbua, it's up to you to maintain. Ujue nimepata roho mpya, na hii roho mpya inalishwaje, inalindwaje, inatunzwaje, inajazwaje. It's not me again. Sitakuwa hapo. Ndio unaona Yesu anaponya mtu na anamwambia shida ya ugonjwa uliokuwa nao ni dhambi. Akamwambia basi nimekuponya, angalia usitende dhambi tena, yasije mabaya zaidi yakakupata. Kila shida ina chanzo chake. Kila shida ina chanzo chake. Basi kujua chanzo ni kung'oa ule mzizi. Kwa kutotenda dhambi tena ni kwamba roho ya dhambi ndio ilikuwa inamletea madhara. Basi funga mlango, anza kuishi maisha utakatifu. Haleluya. Hapo utakuwa umeng'oa shida. Mimi nikaongea na huyu msichana na nikamwambia shida yako ni nini? Unaenda kanisa? Akanambia pastor, mimi niko busy sana. Kanisa ninaenda mara moja kama kwa mwezi miwili. Nikamwambia there is where the problem is. Kwa sababu anataka mume. Mume anatoka wapi? Maandiko yanasema mke mwema anatoka kwa Bwana. Sawa? Sasa mke hatoki kwa familia hizi za mwili. Hapana, wanazaliwa kwa familia za mwili. Wanawake, wanaume wote wanazaliwa na familia za kimwili, lakini roho ya ndoa inatokaga na Mungu. Roho ya ndoa inatokaga na nini? Na Mungu. Mwanaume anazaliwa kwa familia hizi, physical families or biological families, lakini the spirit of marriage haitokagi hapa duniani, inatokaga kwa nani? Kwa Mungu. Who is the author of marriage? The first father-in-law was God himself. Haleluya. Sasa roho ya ndoa inatokaga na Mungu, lakini mwanamke na mwanamume anatoka hapa duniani. Sasa katika ushirika wako na Mungu, wakati unapofikia kusikia ninataka mwenzangu, kwa nini unaanza maombi mwanzo kumtanguliza Mungu mwenye ndoa, kutafuta kwamba Baba ninakuomba, nimefika umri wa kuwa niwe na mwenzangu, yule msaidizi ulionaahidi. Sijui katika hii dunia ni nani, lakini wewe unajua mahali ubavu wangu, kama maandiko yasemavyo upo, unatafuta. Yeye anasema nitafuteni madamu ninapatikana. Ukishampata ata connect yule mke wako ni yule, na wewe mkishaonana unaanza kufeel the desire, hiyo connection ya ni yule, mnaunganika tu, kwa sababu apataye mke amepata kitu chema. Amepata kitu chema na amepata kibali kinachotoka kwa nani? Kwa hivyo kitu wa kwanza nutafute uso wa Mungu. Ukitafuta ndoa unatafuta uso wa Mungu. Yeye ndo atakupa the guidance. Yeye ndo atakuongoza katika uwepo wake, uende paka ukutane na mwenzako. The connection ya mke na mume inafanywa na Mungu, haifanywi na mtu. So spirit hiyo ikikosekana, sasa unaenda physical. Hapa hujapata kwa Mungu, hujapata kibali. Haleluya. Mke mwema anatoka kwa Mungu. Kuna wake hii dunia, lakini kama si wa ndoa si mke mwema. Ule wema utaoa mke ambaye hana hiyo roho, na huyu atakutesa maisha yako. Ni mke lakini hana wema. Ndio unaona unakaa naye mwaka mitatu anakushinda, unakaa na mke miaka mitano mnaachana. Kwa sababu ni nini ilikosekana? Tofauti ya yule anaishi kwako, anaishi kwa yule mwingine kuanzia usichana paka zeeke, na huyu tofauti ni nini? Tofauti mmoja alitoka kwa Mungu, ana spirit ya marriage iliyo authoriziwa na Mungu. Mwingine alikuja kama mke wako, hajatokana na Mungu. Hata Mungu hajui kama umeoa, hajui. Wewe uliona tayari msichana ukapenda, ukamchukua ukamweka, huyu ni mke wako. So kinachokosekana hapa ni spirit ya Mungu, huku involve Mungu mwenye huyu, na Mungu ndo anajua kila mume mke wake ni nani. We hujuagi, hata babako hakujua mama yako. Ndio unaona mtu anatoka hapa anaenda kwa Nairobi,
wa Nairobi anaenda kuolewa Uganda, wa Uganda anaolewa Kenya. Inafanyikaje? Kwa nini tusioe hapo hapo jirani? Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Mke mwema anatoka kwa Mungu. Na pataye mke amepata kitu chema kinatoka kwa Bwana. Hizo vitu mbili lazima uziangalie sana. Haleluya. Haleluya. Basi mimi naoa lakini wanaenda. Sikae na mke mimi. Pastor, mimi nikioa anatoroka. Makosa si Mungu, makosa ni wewe. Makosa ni yako. Nikamwambia sasa wewe unaenda kutafuta nyota, unaona ukipata nyota atakufuata mwenyewe mwanamke. Kuna roho, imparted spirit. Kuna roho ya kupawa. Unitumikie hapa, umejua mimi nina kipawa cha deliverance. Tumika chini yangu, be loyal. Hii roho automatically inakuja. Tumefanya deliverance, tunaona mtu kwao kuna uganga, ni madhabahu. Anakaa hapo chini ya uganga, anatii kutumwa na mganga, anajikuta yeye anaanza kufanya mambo ya kiganga. Unafatana na mshirati, leo anakuambia nipeleke date, kaa hapa, naonana na boyfriend wangu. Chakula unanunuliwa na huyo boyfriend, wakita sahani zinakuja 3. Yake, ya girlfriend wake na ya yule amemsindikiza. As long as unashiriki meza ya usherati, ukishatoka anakulipia fare, ni pesa zile, anakupa kazawadi. Basi unaanza kuona hii kumbe ni kitu kizuri. Next time nawe unaenda, spirit inakuingia mdogo mdogo. Unajikuta kumbe ni vizuri kuwa na boyfriend. Hata yule amepata simu, hata juzi amepelekwa dina, amenunuliwa rinda. Unasikia si dhambi, ni kitu kizuri, tena ni njia ya rahisi ya kufaulu. Unajikuta umeunganikwa na hiyo. Ndio maandiko yanasema anaye shiriki mwili mmoja na kahaba amefanyika kahaba. Haleluya. Basi lazima uwe na ushirika wa hapa na hapa na Mungu wako. Miracle kutendeka ni kidogo sana. Muujiza kutendeka ni kitu kidogo wakati wewe una muda wako na Mungu wako. Kaa ukijua hii ni dunia nilikuja, na nani alileta? Ni Mungu. Nani aliniumba? Ni Mungu. Na huyu Mungu anataka nini kwangu? Maandiko yanasema hivyo. Anataka nini huyu Mungu kwangu? Mungu kwako hataki chochote, anataka ibada. Ibada ni ushirika. Ule ufahamu wa kujua nilitoka kwake na siishi bila yeye. Kuamka kwangu ni yeye, kutembea ni yeye. Basi asubuhi kabla sijaongea na yoyote, sijatoka kwa kitanda, hata mke wangu hujamwambia mke wako kwamba shalom. Inafaa uwe ukiamka wa kwanza unapiga magoti chini na unamwambia Jehova, Baba uliye juu mbinguni, ninakuregesha tukufu, sifa zote na heshima. Hii hata kuona ni wewe, kule kusikia ni wewe, kupumua wengi wamelala na hawajaamka. Nakupa utukufu. Niongoze kwa hali zote, kwa njia zangu zote, kwa kila jambo. Nitakapofungua macho, mikononi mwako nimejiweka. Hata kama utarudi kwa kitanda, ndio sweetheart wako akiamka akikwambia sweetheart, hello, shalom, unamwambia shalom. Umecommunicate. The first communication, give it to the Most High God, the originator, aliyekupa wewe uhai, the source of your breath. Umupe yeye. Mtu anamuka anampa sifa mke wake mwanzo. Hey, you are very sweet. My wife, you are very what? Unajilani. Haleluya. Mungu ana wivu. Huwezi ukachukua sifa ukampa mtu kiumbe alichokiumba. You can't. God is not happy with that. Na watu wengi hawajajua ibada ni nini. Ibada ni kutambua mwanzo wa maisha yako ni nini kilichofanyika paka ukaletwa duniani. Chanzo cha mimi kuishi ni nani? Ni Mungu. Mupe yeye mwanzo, sifa, heshima, utukufu, adhama, utawala. Basi. Na kwa kufanya jambo hilo utajisikia kila wakati unasikia niko lonely without his presence. So kila hatua, hata kama umekuja asubuhi umefanya kazi na unataka kutoka tena uende hapa Juba Karani, utaona huyo mtu anafanya hivi mwanzo, anasema Bwana niongoze. Ndio unaona Wakatoliki
hata kama hataomba kwa kumsikia, lakini unamwona anafanya hivi. Hiyo ishara anakwambia Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, uwepo wenu niongoze. Anaenda zake, haongei, anakuja kefu, anetisha chakula. Unapata Mkristo ametisha chakula tu hapa, anasema nimeomba nyumbani, anapiga. Muislamu anapiga bismillah. Katolika akija anafanya hivi before kule. Mkristo huyo akuongea na lugha, akeka biriani pale mbele, haongeagi, haombi. Anaona haya kufunga macho kwa mkahawa mkubwa, afunge macho hivi, aanze kusema Baba bariki chakula. Anaona itachukuliwa. Unaona sasa? Na hawa ambao mnasema hawana Mungu, hawana roho, akifanya hivi amefanya ibada ya kwamba hii chakula, kitu ya kwanza ninakutambua wewe ndio umenipa. Kitu ya pili, hii riziki si wote wanapata, na pia ni ombi ya kwamba utupe leo riziki yetu. Kwa hivyo kama umenipa, ninakutambua kwamba ni nguvu zako, si pesa yangu ndio imenileta kwa mkahawa huu. Kuna watu wana pesa, koo yao imeisha, hawawezi wakakula kitu, wanatumia mpirana hapa na wana hela. Lakini kumbe mimi na pesa, niko na afya, naweza nikatembea mwenyewe, nikajichagulia chakula kizuri, nikakipata, nikalipa. Namshukuru Mungu. Ibada ni nini? Kanisa halina hiyo. Hawana hiyo. Kila mmoja ako mbio. Twatafuta nini? Twakimbiza nini? Tunakimbizana na vitu gani? Haleluya. Haleluya. Angalia sahi kanisa haina watu. Ni sangapi? Wakristo waongo, Wakristo wakora. Sahi ni 1:30. Ati kuna mvua. Basi tungojee kesho. Na hiyo kesho naiombea kwa Mungu, ianze saa 9 usiku, ipige non-stop, na itanyesha. Mutavaa magamboots, maana kazini unatakana saa 12:30 au saa 1. Utaona mimi Jumapili huwa nikichelewa sana na kanga hapo ofisini, naweza kuwa sitapita huko. Saa 11 unaona watu na magamboots. Hii kiwanja imejaa maji. Mama amevaa kitu huko, amevaa shower cap, anaenda soko, anaenda kazini. Saa 1 amerudi, ametoka soko na maji yote. Lakini siku ya ibada hivi leo makanisa hayana watu, kuna matope. Hawa ni wakina Martha. Hawa si waabuduo halisi. Mwabuduji halisi haogopi mvua, haogopi jua. Tumekuwa mkesha juzi pale Kazonzo, Friday usiku, nje na mtumishi wa Mungu Apostle Ng'ang'a. Mvua inanyesha, sisi tumepiga magoti chini. Hata umeenda na trouser yako nzuri. Hii si ni mchanga tu. Hii ni mchanga hii. Tumepiga magoti, wengine wanashangaa huyu anapiga magoti huyu kwenye mchanga, na vile kuna ile ni dongo lile. Mvua inanyesha, watu wanatapaka, kila mmoja anaangalia mahali kwa kwenda. Tukasema liwe liwalo, hatuwezi tukondoka mahali baba yetu yupo. Unajua kama anahubiri si babako, mvua ikikuja utatoroka. Utatorokaje wakati baba yako ako kwa madhabahu? Are you crazy? You can't. Kwa hivyo pale tulikuwa tumesema liwe liwalo, inyeshe ya mawe kabisa paka maji ikuje, ingetukuta kwa magoti. As long as yeye mwenyewe ako kwa madhabahu na hajakewa mavuli na anapiga gita yake ikiwa mvua ipo, wewe utapataje hiyo? Mnazitaje? Where do you get the guts ya kutoka wakati babako amepiga magoti kwa mchanga na wewe unasema ni mtoto? You can't. Sasa hapo inapimwa mabuduji halisi na yule fake. Jina la Bwana Yesu lipaisifa. Kanisa warudi kwa Mungu, wafanye ibada. It is wrong to be busy for God rather than being busy with God. Martha alishughulikia Mungu, lakini yeye mwenyewe akakosa kujipeleka kwa Mungu. That is good. Hilo ni neno zuri. Alishughulikia Mungu. Haleluya. Unaweza ukawa asha, ukaja ukafanya kazi usafi, ukaandaa mazingira mazuri, watu wakija wakae waabudu Mungu, lakini mwenyewe ukawa hauko kwa ibada. You are not connected. Nilikuwa hapo usiku nikawa nafundisha,
mambo ya connection. Nafikiri tumepaka saa 6 na usiku. Wale wahubiri nimewakuta hapo usiku. Nimetoka crusade, nikaja nikakuta wahubiri usiku, tukaanza ibada. Wale wahubiri wa kujielewa, wale wahubiri wa kujielewa wanaotengeneza anga ya leo, tena wakarauka wakatengeneza anga ya leo. Mhubiri aliye chini anaenda kanisani wakati baba yake ako. You are not a loyal son and daughter. You are not. You don't qualify in the spiritual world. You don't. Ni kujisukuma, unajisukuma, unajipeleka tu. You can't. Mwanafunzi na mwalimu, nani anarauka darasani? Ni mwanafunzi au ni mwalimu? Ukifika masaa ukaone mwalimu amefika darasani, mwanafunzi aingie, ataitwaje? Late comer. Sasa kanisani leo kuna malate comer wangapi? Nimeanza ibada, nyote mmekuja kunikuta waongo, wakora, malate comer. Nyinyi mnafanya yote sahihi, muandikwe noisemakers, muandikwaje? Late comers, mpelekwe nyumbani. You don't qualify. That's number 1. Number 2, mmekuja, umefika tu, umekaa, haujatafuta hata ushirika, haujaomba. Ushirika ni nini? Unapofika kanisani na kupa ibada ya usiku, hata mwanafunzi akiingia darasani anangojea mwalimu akuje na kitu inaitwa register. Akija na register, mwalimu anaita majina wa kwanza mpaka wa mwisho, halafu ana confirm, anauliza kama hujasikia jina lako, si ndio hivyo? Na kama hata itasoma, hata uliza mwalimu, wewe hujasikia jina lako, huwa unasemaje? Unanyosha mkono, unamwambia mwalimu, sijasikia jina langu. Ni kitu gani inakusumbua? Na tayari uko in uniform na uko na admission na uko hiyo darasa na utasoma. Ni kwamba you've never been confirmed of your presence. So what do you fear? Kuna kakitu pale hakako vizuri. Maandiko yanasemaje? Tukifika kwa anga kama hiyo, you seek for a connection. Basi mtu anapokwenda kanisa, akikanyaga tu, anafaa kitu ya kwanza afike kwa madhabahu. Before you utter even a single word, fika kwa madhabahu, register yourself. Katika kila madhabahu kuna malaika na kuna mtumishi wa Mungu aliyekuwa pale, na Mungu ni mwalimu wako yule atakaye kuongoza. Katika kitabu cha Waebrania hiyo 13:17, wanyenyekeni wale wanaowaongoza. Haleluya. Lazima na kuwatii. Nenda pale, peleka sadaka yako ya connection. Ni kufanyaje? Ni kujiregister. Nimekuja, I am present. Ibada ya leo niko present. Wakati malaika anaita roll call, hata wewe upo ndani. Sikiza sasa. Ninafundisha kuhusu wanaofanya ushirika na Mungu na wale hawana ushirika, wanahitaji tu Mungu. Understand this. Understand this. Mwenye Martha atakuja afanye sarakasi, watu wamjue amekuja kanisani Martha. Mary atakuja aende direct kwa madhabahu, atoe sadaka ya personal relationship, ushirika. Mary huyu ahakikishe kwamba majina yanapoitwa, kuna kitabu na vitabu mbinguni vitafunguliwa. Maandiko yanasema kitabu na vitabu zikifunguliwa, majina atakaposomwa kukutwe kwamba kuna nani? Kuna Mary. Lakini Martha hakutaka kujua the presence of Jesus katika nyumba yao. Hakutaka kujua. Yeye alitaka wacha nimpikie Yesu. Alishughulika. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu anaelewa hiyo? So Mary na Martha, hawa ni watu, viumbe viwili tofauti kabisa, na zote ziko katika nyumba ya Bwana. Mmoja anaenda for personal. Msaidieni tu akaishi. Mmoja anaenda kwa personal.
Ana shida gani? Pastor, pigeni power. Fanyeni mbio. Chukueni mpige power. Nafikiri Asha zimuwe. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu, unione